Katika mechi ya leo ya nusu fainali ya UEFA Champions League kati ya PSG na Arsenal, PSG ilifanikiwa kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Arsenal katika uwanja wa Emirates, London. Goli pekee la mchezo lilifungwa na Ousmane Dembele katika dakika ya 4 ya mchezo. Arsenal walijitahidi kusawazisha bao hilo, lakini juhudi zao hazikuzaa matunda. Mikel Merino alifunga bao ambalo lilikataliwa na VAR kwa sababu ya kuotea. Kwa ushindi huu, PSG wanaingia katika mchezo wa marudiano wakiwa na faida ya bao 1, huku Arsenal wakihitaji ushindi wa angalau mabao 2 ili kufuzu kwa fainali ya UEFA Champions League. Mchezo wa marudiano utafanyika katika uwanja wa Parc des Princes, Paris, tarehe 7 Mei 2025. Timu itakayoshinda jumla ya mechi hizi mbili itakutana na Inter Milan katika fainali baada ya Inter Milan kuibuka na ushindi wa jumla ya mabao 7-6 dhidi ya Barcelona katika nusu fainali nyingine. Mashabiki wa soka kote ulimwenguni wanatarajia mchezo wa marudiano kuwa wa kusisimua, huku Arsenal wakipania kugeuza matokeo na PSG wakilenga kufuzu kwa fainali ya pili katika historia yao. Kocha wa Arsenal, Mikel Arteta, ametoa kauli zenye matumaini na msukumo mkubwa kuelekea mchezo wa leo wa nusu fainali ya pili ya UEFA Champions League dhidi ya Paris Saint-Germain PSG. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika uwanja wa Parc des Princes, Arteta alisisitiza dhamira ya timu yake kufanya historia kwa kufuzu kwa fainali ya kwanza ya ligi ya mabingwa Ulaya tangu mwaka 2006. Tuko hapa kufanya historia, alisema Arteta kwa msisitizo, akionyesha imani kubwa katika uwezo wa wachezaji wake kugeuza matokeo baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kwa bao 1-0 nyumbani London. Arteta alieleza kuwa timu yake imejifunza kutoka kwa makosa ya mchezo wa kwanza na sasa inaelewa wazi lengo la kufuzu kwa fainali dhidi ya Inter Milan. Alisisitiza kuwa wachezaji wake wana ari na hamasa kubwa ya kuandika historia katika jiji la Paris, mojawapo ya miji maarufu ya soka duniani. Pia Arteta alizungumzia umuhimu wa kutumia hisia za hasira na kuchanganyikiwa kutokana na matokeo ya hivi karibuni kama motisha ya kuonesha kiwango bora zaidi dhidi ya PSG. Alisisitiza kuwa timu yake imejipanga kikamilifu na iko tayari kwa changamoto hiyo kubwa. Kwa upande wa kikosi, Arteta alithibitisha kurejea kwa baadhi ya wachezaji muhimu kama Thomas Partey na Riccardo Calafiori ambao wanatarajiwa kuimarisha safu ya ulinzi na kiungo. Hata hivyo, alikataa kutoa maelezo ya kina kuhusu wachezaji watakaoanza katika mchezo huo. Kwa ujumla, kauli za Arteta zinaonyesha kuwa Arsenal imejiandaa vyema kwa mchezo huu muhimu, ikiwa na lengo la kuandika historia kwa kufuzu kwa fainali ya UEFA Champions League. Kocha wa Paris Saint-Germain PSG, Luis Enrique, alizungumza kwa matumaini na tahadhari kuelekea mchezo wa marudiano wa nusu fainali ya UEFA Champions League dhidi ya Arsenal, akitambua ushindi wa bao 1-0 walioupata katika mchezo wa kwanza. Alisisitiza umuhimu wa kuendeleza nidhamu na mshikamano wa kikosi chake ili kufanikisha kufuzu kwa fainali. Katika mkutano na waandishi wa habari kabla ya mchezo, Enrique alieleza kuwa PSG imebadilika kutoka kutegemea wachezaji binafsi hadi kuwa timu yenye mshikamano na nidhamu ya kiufundi. Alisema, timu yetu imekuwa na mshikamano mkubwa na nidhamu ya kiufundi, tofauti na hapo awali ambapo tulitegemea wachezaji binafsi. Enrique pia alieleza heshima yake kwa kocha wa Arsenal, Mikel Arteta, akisema, Arteta ni moja wa makocha bora kwa sasa. Amebadilisha Arsenal kuwa moja ya timu bora duniani. Kuhusu hali ya wachezaji, Enrique alithibitisha kuwa mshambuliaji Ousmane Dembele yuko fiti na tayari kwa mchezo huo muhimu. Dembele alifunga bao pekee katika ushindi wa bao 1-0 kwenye mchezo wa kwanza. Enrique alisisitiza kuwa PSG haitacheza kwa kujilinda bali itashambulia kwa lengo la kufuzu kwa fainali. Alisema, hatutasubiri, tutashambulia kwa nguvu na nidhamu ili kufikia lengo letu. Kwa ujumla, kauli za Enrique zinaonyesha kuwa PSG imejiandaa kikamilifu kwa mchezo huu muhimu ikiwa na lengo la kufuzu kwa fainali ya UEFA Champions League. Je, nani kumfuata Inter Milan katika hatua ya fainali? Ni swali ambalo majibu yake yatapatikana usiku wa leo. Naitwa Jessica Bitus. Asante sana kwa time yako. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.